kufanya kazi katika mwaka wa kibali. Nataka uanze kuwaza mambo kadhaa. Tumeshazungumza juu ya kibali ni nini, na tumefahamu kwa sehemu kubwa. Ndio maana nikasema itakuwa unakusaidia kutafakari kama unaenda vizuri kulingana na kile ambacho Mungu anasema nasi. Tuende moja kwa moja kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari mmoja tu wa 10. Mstari wa 10. Karibu. Wakorintho wa kwanza sura 15 mstari wa 10, Biblia inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Mithali 16 mstari mmoja tu wa 26 pia. Karibu. Mithali 16 mstari wa 26. Nafsi yake mfanyakazi hujifanyia kazi, maana kinywa chake humtia bidii. Asante. Naenda kuzungumza juu ya kufanya kazi katika mwaka wenye kibali maalum. Tunapozungumza kufanya kazi katika mwaka ambao una kibali, ni kama kusema kupanda mbegu kwenye mwaka ambao una mvua za kutosha ambazo zinanyesha kwa utaratibu mzuri kwa faida ya mpandaji na kulingana na mazao husika. Lakini kama unafanya kazi katika mwaka ambao hauna kibali, ni sawa na kufanya kazi katika mwaka ambao una mvua chache na zilianza tu kunyesha ukapanda na zikakatika, matokeo yake mimea ikanyauka, kukauka na hata kufa. Unaweza ukaanza kuona tofauti hapo, kwamba kumbe hiki kibali kina uzito wa aina yake, kina upekee aina yake. Na tunapoleta kwenye maisha yetu ya kila siku, tukitembea chini ya mwaka ambao kibali kipo juu yetu, matokeo tutakaoyapata yatakuwa siyo ya kawaida. Kuna vipengele vitatu ambavyo tunataka tuvigusie kutukumbusha tulikotoka. Cha kwanza, kibali ni nini? Cha pili, kazi ni nini? Cha tatu, siri ya kufanikiwa. Paulo hapa anatuchambulia kwenye huu mstari mmoja, umebeba vitu viwili. Anasema nipo hivi nilivyo, lakini kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Mungu. Na mkumbuke tukotoka, neema ni jambo lile lile. Inaongea mahali inapoongea neema,
ni sawa na kusema kibali. Kwa hiyo kwa neema ya Mungu niko hivi nilivyo, na ile neema iliyokuwa kwangu haikuwa bure. Anajaribu kutambulisha aina ya mafanikio aliyoyapata kwa watu ambao wanampongeza na kumsifu, akijaribu kuwaelekeza nini siri ya mafanikio yake. Anawaambia, ukisoma kuanzia mstari uliotangulia, anasema mimi ni mtume nilioitwa kwa dakika za kuchelewa sana, si mtume mkubwa kama wengine. Wengine waliitwa mapema, wakina Petro, wakina Yohana, lakini mimi nimeitwa kama mtu ambaye amekuja kwa saa za nyongeza. Lakini akasema maneno haya, mnaponiona niko hivi kwa sababu ya neema tu. Neema ndiyo inanifanya niwe hivi nilivyo. Na hapo inanipelekea kueleza kifupi sana. Tulisema kibali ni kuthibitishwa. Mtu akithibitishwa mahala, amehalalishwa, amekubaliwa pale, amerupewa ruhusa, kuwezeshwa, kustahilishwa, kunakoambatana na upendeleo usiostahili kuupata na kusaidiwa. Kwa kibali kinaweka upendeleo maalum, uwezesho maalum ambao hautokani na nguvu za kwako pekee. Na mahali pengine tunasema hicho kibali ni kama udhihirisho ambao unakuweka wewe kwenye nafasi ya kupokea fursa, upendeleo, ulinzi, mafanikio ambayo hivyo havitokani na juhudi zako za kibinadamu pekee, bali inatokana na utashi wa yule anayekupa hayo, ikiwa ni Mungu au binadamu, lakini ni utashi wake unaamua kukufanyia hayo, haitokani na juhudi na bidii yako. Kwa kibali tukaona kwamba pia kina kanuni ambazo ni kanuni muhimu za Biblia. Kinaweza kibali kikakuchagua bila kuwa na sifa yoyote, lakini ukishachaguliwa, kibali kinataka ufuate kanuni fulani ili uweze kudumu kwenye kibali. Kwa kuja kuelewa, watu wengine wamepoteza kibali chao katikati, sababu walipata kibali cha kupewa ajira, walipoingia kwenye ajira wakafanya mchezo. Kuna wengine walipata kibali cha kuwa na pesa nyingi, wakazichezea na sasa hazipatikani tena. Kumbe hicho ilikuwa ni kibali ambacho zilikuwa zinakuja pesa, si kwa ufumo wa haki kuzipata, lakini unakuta unakubalika kwa urahisi na unasaidiwa kwa urahisi. Sasa inafika mahali kibali kikiondoka, watu wale ambao walikuwa wanakusikia kwa uharaka na kuitikia kwa uharaka, sasa hawafanyi hivyo. Ujue kibali juu ya wale watu kwako kimeondoka. Katika kitabu kile cha Mithali 3 mstari wa 3 na wa 4, tusome hapa kidogo.
Mithali sura ya 3 mstari wa 3 anasema, rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za mwanadamu. Unapata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Lakini uzingatia, ufunge nini shingoni? Rehema na kweli visifarakane na wewe. Utapewa kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Ukishafanikiwa kwa Mungu ukakubalika, na Mungu akakupa kukubalika kwa wanadamu, umefanikiwa. Kwa kuwa wanadamu, Mungu ameweka mafanikio kwa watu. Mungu ameweka mafanikio kwa watu. Kitabu cha Luka 2:52 maandiko yanasema Yesu akakuwa katika hekima, akaongezeka katika hekima, akimpendeza Mungu na wanadamu. Unapendwa bila sababu muhimu ya kupendwa. Sema amen. Uombe hicho kibali, maana ni muhimu kwako. Sema amina. Kwa kibali maana yake ni huo upendeleo. Lakini kipengele cha pili, kazi, ambayo ndio muhimu zaidi, nataka kusisitiza hapo sasa. Kazi ni zile shughuli ambazo mtu anazifanya akihusisha akili zake na juhudi za mwili wake, uwezo, rasilimali, muda na hekima katika kutimiza kusudi fulani. Katika kutimiza kusudi fulani. Sasa hapo ndipo pana uzito wa hali ya juu, kwa kuwa inazungumza juu ya shughuli, matendo ya kufanya shughuli ambazo inahusisha akili na mwili wako na muda wako na rasilimali zako na ujuzi wako na hekima yako, ili ujiletee matokeo unayoyataka. Hapo naongea hivyo ili uanze kutafakari, kwa kuwa kibali hakitafanya kazi chenyewe, lazima na kitaonekana kwenye kazi ya mtu fulani. Ni kama nilivyosema, aliyelima shamba likaonekana limestawi na amevuna magunia mengi, watu watasema yule mtu amevuna sana, yule mtu biashara yake inamnyokea. Wataona matokeo, hawataona kilichofichika ambacho ni kibali. Watu huwa hawaoni roho iliyo nyuma ya mafanikio, hawaoni roho iliyo nyuma ya maendeleo. Wanaona maendeleo na wanakupongeza wewe, wala hawampongezi yule akuwezeshaye, maana hawamuoni. Na hivyo hivyo pia nguvu za kuharibu, hawaioni laana, hawaoni yale mapepo, hawaoni yale majini, hawaoni wale wachawi. Wanaona tu huyu mtu ni mgonjwa, wanasema tu ni mgonjwa. Hawezi kuona ile roho ya kichawi inaowekeza ugonjwa kwao. Wanasema tu nyumba hii wana mgogoro, wanapigana kila siku mume na mke.
hawatajua roho ya mizimu kutoka kwa mabibi na mababu inayokuja hapo kuwavuruga. Hawatasema ni roho ya mizimu, hawatasema. Wanasema nyumba ile ni waovu, ni walevi, ni makahaba. Watahema yale mambo yanaonekana. Kwa hiyo na kwenye mafanikio ya kazi, mambo yanayotakiwa yatiliwe mkazo ni ukishajua kibali kiko juu yako. Huna haja kila siku kuimba nina kibali. Unatakiwa uanze kuchapa kazi. Ni kama vile ukiona mvua imenyesha, huna haja kuimba kila siku mvua imenyesha, mvua imenyesha. Wewe tambua wajibu wako, uingie kazini. Hiyo ndio kazi itakayothibitisha ya kwamba kibali kina nguvu ya kufanya zaidi ya bidii unayoitumia. Paulo anatuambia niko hivi nilivyo ni kwa sababu ya neema ya Mungu, na neema iliyo kwangu mimi haikuwa bure, lakini bali nilizidi kufanya kazi kupita wao wote. Unaona, alizidi kufanya kazi kuzidi wao wote. Wao walipomjia, waliona kazi aliyoifanya, wakampongeza. Yeye akamwambia niko hivi hivi. Yeye ndiyo alifunua siri, yeye ndiyo aliyofunulia siri ya kwamba hizi pongezi si zangu, ni nguvu fulani iliyo nyuma yangu, ni kibali kilicho nyuma yangu, ni uwezesho ulio nyuma yangu, ni upendeleo ulio nyuma yangu. Mimi siko tofauti na wanadamu wengine, lakini nimepewa neema, nimepewa kibali, nimechaguliwa, nimeidhinishwa kutekeleza mambo special. Hayo mambo yanafaulu kwa sababu yupo pamoja nami, yule aliyenikabidhi. Na akasema nikafanya kazi kwa bidii kuliko wote walionitangulia. Haina haja kuhuzunika na kuchanganyikiwa eti kwa sababu wengine wamekutangulia kujenga nyumba, wamekutangulia kununua magari, wamekutangulia kufanya hili na lile. Kila mtu ana neema yake. Neema iliyo juu yako ukiitambua, ukaanza kuitendea kazi, ile kazi utakayoifanya itakuinua na itakufikisha viwango. Waliotangulia watasema ni nini umetumia, ni nini umeweka kwenye mambo yako. Lakini umetambua neema na ukakataa kuwa mvivu, ukakataa kuwa mzembe, ukakataa kulala usingizi, ukatumia ile neema kufanya kazi. Maandiko inasema, Paulo akasema si mimi ila ni ile neema pamoja na mimi. Sio mimi ila ni kile kibali pamoja na mimi. Sio mimi ni kile kibali pamoja na mimi. Hii kazi niifanyayo, kuna msiyemuona, mimi namuona. Yeye niko pamoja naye, ni kibali chake, ni nguvu zake ndizo zanisaidia. Natenda kazi. Maandiko inasema ya kwamba mtenda kazi nafsi yake hujifanyia kazi, mdomo wake, kinywa chake kikimtia bidii. Maana unastahili kutenda kazi na ukatende kazi na mdomo wako useme yale yale. Usipishanishe kinywa chako na utendaji wako. Tuko na watu ambao wanaongea vibaya eti wanafanya vingine, eti wanaongea biashara vibaya eti wanajaribu kuweka wateja waje. Huku wanailoga biashara, wanasema biashara hii haina maana, hii biashara itakufa tu, hii hapa hakuna mafanikio, mimi ni maskini tu jamani, hii ni kuganga njaa tu hapa. Wanaieleza biashara yao ni ya kuganga njaa, ni kuganga njaa tu, halafu wakitegemea eti wainuke kiuchumi, eti wafanikiwe kiuchumi, wakati mdomo unaenda kinyume na matendo yao. Hapa nafsi ya mfanyakazi, mtu anayechapa kazi na anafanya kazi na anafanya kazi na anaongea vile vile.
Sema amen. Nimeshuhudia wakulima. Mimi nimelima kidogo, najua kilimo kidogo, lakini katika kulima unakuta mnaimba na nyimbo. Nimekaa sehemu za kambi za jeshi, wale wa kambi za jeshi wanaifanya mazoezi wakiimba. Siku moja Mungu asifa nini amenijalia kukaa kwenye kambi za jeshi nyingi. Nimekaa Lugalo, nikakaa kule Kunduchi, maeneo mbalimbali nakuwa karibu na kambi za jeshi. Sasa wanaimba kwamba kuna wimbo nikausikia wanasema anaenda kwa adui kwa sababu mama yake sio amefanywa nini. Yeye anaona mama yake amekamatwa, kwa hiyo anajitia morali. Maana ninaona kwamba mama yangu ameshikwa kule, wanajitia morali nikiacha familia, yani wanajitia morali. Sema amen. Yani ni heri mimi niangamie kuliko mama yangu aliye kule kwa adui, kuliko mama yangu aliyeshikwa kule. Wanajitia morali, wanasema niko tayari kuangamiza maisha yangu kwa sababu familia yangu. Wanaiangalia familia yake, anaangalia taifa lake, anaangalia usalama, sema niko tayari kupambana taifa langu liwe salama. Wako tayari, wanajitia moyo. Kama Mungu asema jamani, lakini huko vitani kuna kufa, lakini vitani sasa ni hatari, wangeanza hapo kurudi nyuma. Lakini wanajitia moyo. Tena wakimuona mwenzao anawavuja moyo, wanamshuti, anaanguka hapo. Haitakiwi anayevunja moyo. Unapofanya kazi ujitie moyo mwenyewe. Unaweza usipate mtu mwingine wa kukutia moyo wewe, lazima ujikubali, ujitie moyo mwenyewe. Useme ninafanikiwa, ninasonga mbele, nimefanikiwa, nitafika tu. Hata kama kuna majitu yametokea mbele yangu, hata kama kuna magoliati yametokea, unamwambia Goliati, wewe ni size yangu, siukimbii na kuchia kwa jina la Bwana wa majeshi. Wewe leo ni kwisha kazi, wewe unakufa leo. Majitu nye ni chakula, hapo naenda kupata jina kubwa, ninaenda kupata heshima hapo. Upinzani nilio nao utanifanya niheshimike hapo. Hili eneo ninasifika kwa uchawi, wanasema iko mizimu mikubwa zaidi, eti wachawi wa eneo hili ni wakubwa. Nataka niingie ngome hizo, nataka niende kwa wachawi wakubwa, maana hapo ndio watampima Mungu wangu aliye mkubwa zaidi. Ina maana ujitia nguvu kwa yule Mungu uliye naye, unaenda kwa jina la Bwana majeshi. Tanzania tunaiendea kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ile mizimu isalimu, wachawi wasalimu, majini ya salimu, laana zidondoke. Afrika itakombolewa kwa jina la Yesu. Dunia itakombolewa kwa jina la Yesu. Hatuangalii mambo yanayoendelea kwa dunia, tunaangalia kwa jicho la rohoni. Usiangalie yanaonekana, bali kwa yale yasiyoonekana. Nguvu za Mungu zimebebwa nasi, tumebebana na nguvu. Kwa neema ya Bwana tutafikia ndoto, tutawakomboa wengi, tutawafungua wengi, tutawaponya wengi. Uchumi utakombolewa, uchumi wa Tanzania utainuliwa. Watanzania watainuka matajiri, mabilionea, wenye kukopesha, wenye makampuni makubwa. Tanzania itatoa shujaa, bilionea mkubwa. Nasema naona wanawake wa 500 na wanaume 500 watakaoshika uchumi wa taifa hili na nguvu zake. Jehova aliyejua ameachilia upako wa kuwezesha ili ufike level ambazo akili haitaweza, elimu haingeweza, utaingewezekana, lakini kwa kibali inawezekana. Asiyejulikana atajulikana, aliyedharaulika ataheshimika, aliyepuuzwa watamkimbilia, watampigia magoti. Aliyekuwa dhaifu na aseme mimi ni hodari, mimi ni shujaa. Lazima usione mwenyewe kwanza ya kwamba ni shujaa kabla wengine hawajakusema. Ujiseme mwenyewe, maana unajijua mwenyewe. Tukikutana tunaulizana, wewe jina lako nani? Hatujuani majina, ni mpaka tuulizane. Kama ujui jina lako, unasema mimi sijui naitwa Majani,
mimi sijui naitwa Magoga, lakini kwa kuwa unajua jina unasema naitwa Dr. Moses Kingu. Basi ndivyo ilivyo maisha yako ya rohoni, lazima uyajibu, ujitambulishe wewe ni nani. Ulimwengu wa roho ujue wako chini ya miguu yako, umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho kudhuru, kwani Bwana yuko pamoja na wewe, akuinue, asambaratishe. Vita yako imebebwa na Bwana. Sema amina. Haleluya. Unachapa kazi, fanya kazi. Utaona nguvu za Mungu zikiwa kwenye kazi yako, kwenye kazi unaifanya. Hapo ndipo unashuhudia nguvu za Mungu, na hapo naenda kwenye siri ya mafanikio, kipengele cha 3. Unapounganisha kazi na kibali, mambo yanatiki. Haleluya. Ukiunganisha kazi na kibali, mambo yanakubali. Haleluya. Sikia, fungua Biblia kidogo. Paulo aliongea maneno mazito hapo, tumsikilize. Wathesalonike wa pili sura ya 3. Hebu anzia, soma tu mstari wa 10 kwa muda 10 mpaka 12. Ingawa rudi anzia hata wa 7 pia. Anzia wa 7. Mwajua wenyewe jinsi iwapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukuenenda bila utaratibu kwenu, bali wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa taabu na masumbufu. Usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusiletee na mchana. Tuisema usiku na mchana. Mwambie jirani, chapa kazi. Usiku na mchana. Kama ni usiku piga kazi, kama ni mchana piga kazi. Haleluya. Endelea. Ili tusimlemee mtu wa kwenu awaye yote. Tufanye nafsi zetu, si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu, mtufuate. Kwa kuwa hata wakati ule tulipokuwapo kwenu, tuliwaagiza neno hili, kwamba ikiwa mtu hataki kufanya kazi, basi asile chakula. Maana twasikia kwamba wako watu kwenu waendao bila utaratibu, hawana shughuli zao wenyewe, lakini wanajishughulisha na mambo ya watu wengine. Basi twawaagiza hao na kuwaonya katika Bwana Yesu Kristo, watende kazi kwa utulivu na kula chakula chao wenyewe. Wafanye kazi. Mhubiri jana wamefanya kazi. Ule chakula chako mwenyewe. Mhubirie vizuri, mwambie fanya kazi. Ule chakula chako mwenyewe. Usiende bila utaratibu. Kama utafanya kazi usile. Imeandikwa hapo, sio mimi jamani, msinipiga mawe. Imeandikwa hapo, kama utaki kazi usile. Sema amina. Wako wanaohudumia wanafunzi, nao wanafanya kazi kwa kusoma. Hata mtoto afanya kazi kwa kunywa uji. Sema amina. Kila mtu afanye kazi, kama hata kunywa uji tumbo litakataa. Kwa ufanye kwa level yako. Kwa level yako ufanya kazi. Haleluya. Anasema watu wanaenda bila utaratibu, wanazunguka tu hapa na pale. Bwana asifiwe sana kwa wingi, lakini ukimwambia una malengo, mipango, kazi, anasema Bwana anajua. Bwana hajui, wewe ndio unajua. Haleluya. Bwana anajua wapi. Huo ni uvivu ambao unamsingizia Bwana. Na Bwana alipomumba Adamu akamweka kwenye bustani, akamwambia jambo la kwanza, kabla hujapata mrembo, kwanza kazi. Sema amen. Kasome mwenyewe sura ya 2 ya Mwanzo mstari wa 15. Akamweka kwenye bustani ailime. Sema ailime na kuitunza, ili ajifunze kulima na kutunza. Kabla mke amekuja mstari wa mbali sana. Huko mstari wa mbali kabisa. Ulime, hela unazo, mali ujenge, kitanda unazo. Sio ni imani, sio imani ni uvivu tu. Fanya kazi. Mke akiingia akute vitu vimekaa sawa sawa. Haleluya. Wanaume hawezi kunifurahia. Wanaume hawezi kunifurahia hapo, hawezi kabisa.
kufurahia wanaume, kwa sababu wamezoea vya kunyonga, vya kuchinja, hawaviwezi. Wamezoea vya dezo. Lazima uchape kazi wewe. Hata mahali nataka ulipiwe, kila suti ulipiwe, hata saluni mke wako apelekwe, watambeba shauri lako. Lazima uwe makini, yani wewe ujiendai mpaka kila jamani, msipige mawe. Najaribu kuoleka tu kuondoa tongo za kwenye ubongo. Sema amina. Tuhakikishe tunafanya kazi, maana Mungu anatujalia kwa kadiri ya kazi tunazofanya. Sema amina. Ni muhimu sana. Ukisoma ile 14 Mithali inasema vizuri, anayetenda kazi atapata faida, lakini aliyebaki na maneno matupu anapata upuuzi mtupu. Watu wanaoongea bila kazi ni upuuzi, hata kama ni maneno ya kibiblia ni upuuzi bado. Yaani haiwezekani wewe unaongea mambo makubwa, mimi nitakuwa bilionea, lakini lazima uonyeshe mpango ambao unamruhusu Mungu kufikisha hapo. Hauna. Maandiko yanazungumzaje? Imani isiyo na matendo imekufa nafsini mwake. Anasema kwenye Yakobo 2:17-18, nionyeshe imani yako ambayo haina kazi, na mimi nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya kazi yangu. Imani yangu nitakuonyesha kwa njia ya kazi. Hata hili jengo ni imani, maana hatukuwa na hela, lakini imani ndio inalijenga. Mtu akifikiri tuna mahela mengi, hii ni imani tu. Sema amina. Ukiangalia ni jengo, hiyo ndio imani tunakuonyesha hii ni imani. Tunaamini kunaenda kujenga. Hiyo imani lazima ionekane kwa yale unayotenda. Usisubiri mpaka kila kitu. Na ndio maana ninawapongeza ninyi, ni mashujaa sana, na muendelee hivyo. Wako watu hapa mashujaa kweli, hawaogopi kumtolea Bwana. Naomba Bwana awainue zaidi, naomba Bwana awaneemeshe, naomba Bwana amwage mvua za baraka, naomba Bwana awatajirishe, naomba Bwana awavishe mwaka wa mema, awavishe mali, awavishe utajiri, awavishe kila unachotaka kwa jina la Yesu. Sema amina. Bwana akuvishe. Maana hapa kuna makomando na zaidi ya makomando ambao ukiwaangalia unaona wa kawaida, lakini wakiingia mfukoni wanaonyesha kitu si cha kawaida. Unafikiri wengine sasa ambao wana kazi yao ni kupiga mahesabu, kuangalia huyu anaahidi nini, kesho unashangaa kuja kuomba mkopo. Samahani, ninajua naenda. Wali kuna wengine ukisikia anaahidi milioni 1, kesho kutwa anampiga simu, mambo yangu yamekwama. Huo ni ujinga kabisa. Watu wanafanya imani ya kujihatarisha hapa, si kama na hela. Anajihatarisha mwenzako, anamwamini Mungu. Wewe unaanza kupita mlango wa nyuma, ambia najua mambo ni magumu, ni lazima 100,000. Hata yeye hana kumkono, ila anayo kwa Yesu. Haleluya. Yesu ndiye akiba yake, Yesu ndiyo hazina yake. Kwa anataja vitu kwa imani, alafu anaanza kushughulika kutimiza ahadi. Si kwamba zimekaa mahali zinamngoja. Watu wanajisacrifice, wanajimaliza. Unajua kujimaliza? Wanajimaliza. Yaani wanaacha hata wanaamua kuahirisha kula kitimoto. Samani ambao mlaki kitimoto. Lakini watu wengi wanaipenda. Watu wengi wanaipenda. Bwana asifiwe. Sasa ninataka kumaliza kukuonyesha hili jambo. Siri ya kufanikiwa si kuwa na kibali peke yake, na wala si kuwa kazi peke yake. Lazima viungane. Wako watu wana juhudi, wanachapa kazi, lakini kibali ndio hauna. Anafanya kazi asubuhi mpaka jioni, anafanya kazi wiki nzima, mwezi nzima, hamna kitu. Kwa sababu gani? Bidii nayo. Ndugu zangu wale, nisiwasema sababu nawapenda sana. Actually wanapenda na nawaheshimu. Wanabeba mizigo sehemu mbalimbali. Wako wengine wanapata pesa, lakini kuna mengine unakuta kapeka mizigo mizito sana, na bidii nayo. Mtu abeba gunia la kilo nyingi, anaambiwa tu hili gunia shilingi 2,000 au shilingi 1,000, lakini gunia kubwa sana.
Sasa hii ni bidii au ni uzembe? Sio uzembe, si ni bidii. Ila bidii peke yake haitoshi. Bwana asifiwe. Lakini ukiweka bidii halafu ukaweka na neema juu yake na kibali, unaweza ukafanya kazi ile. Yule bosi akakuangalia tu akasema, wewe nataka usidii kazi, nataka nikupatie kazi nyingine. Anaanza kuambia, pamoja na hii naweza kuongezea mshahara. Ina maana kibali kinafanya watu waone unastahili upewe kingine na upendeleo mwingine. Yusufu alifanya kazi kwa Potifa. Alifanya. Lakini walikuwepo waliotangulia wafanya kazi pale. Huyu jamaa alipofanya kazi, Potifa Mungu akahakikisha anaona utendaji kazi wa huyu. Mungu anaweza kumfanya mkuu CEO wa kampuni yako au mwenye kampuni kabisa akalijua jina la mfanyakazi wa chini. Yaani kampuni yenye wafanyakazi 5,000, yaani inatokea kimiujiza mkuu mwenye kampuni anamfahamu mfanyakazi wa chini. Hata anayefagia anakuja tu anamuona anafagia, anasema hebu njoo. Anasipisha, hebu njoo. Anamuuliza maneno wale watatu, hapo maisha yanabadilika. Hicho ujue ni kibali. Sema amina. Kibali kinapatikana kona yoyote. Inaweza kuwa unadeki chooni, unafagia popote, ile kibali Mungu anafanya mtu akikuona, tena mtu sahihi, si mtu wa ovyo. Uombe Mungu akukutanishe na mtu sahihi. Ukikutana naye maisha yako yabadilike milele. Ukikutana naye mambo yako yapae juu. Unakutana watu wachovu kama wewe, maana baada mnagawiana huruma. Pole na wewe pole. Mambo yako hivi ni magumu. Na mimi nimechoka sana. Sina chochote. Afadhali mimi. Hivyo lazima ile ujue kibali kinafanya diversion. Yaani kinamfanya yule mtu sahihi. Labda Potifa alikuwa kwenu Potifa saa ngapi anakuja kuchunguza wafanyakazi? Mtu mkubwa sana yule. Kuna madaraja ya watu wanaoshughulika na wafanyakazi huku chini. Lakini mpaka akaja akagundua kuna mfanyakazi mpya ameingia nyumba hii, ana jambo la tofauti. Hicho ni kibali na uchapakazi wake. Mpaka jamaa kaacha shughuli zote akasema, Yusufu na kumilikisha hii nyumba, ila tu mke wangu sikupatii. Sema amina. Sema amina. Alifanya kazi. Sema alifanya kazi. Si kwamba tu alikuwa mvivu, alifanya kazi. Ndio kile kibali kionekane kwenye kazi. Watu wengine hamfanyi kazi. Hata mimi naona tu, hata kanisani naona huyu, hata nakuhurumia tu, sitaki nikwambie. Nakuhurumia tu. Yaani nakuhurumia tu, kwa sababu hata nikikushauri mara mbili utakwazika bure. Lakini mwenendo naenda, najua utoboi bado, mpaka ubadilishe msingi fulani. Kwa sababu unaweza kutoa nabii bila hata kuoteshwa ndoto. Kwa sababu unaona maisha ya mtu alivyo, unajua huyu atoboi. Hata nikimpa milioni 1 haendi. Kwa sababu haina mfumo alionao, haujawa tayari kwenda. Lakini unaweza kumwongelea mtu huyu, nikimpa 100,000 anatoka. 100,000 tu inaweza kumngusha huyu mmoja. Huyu mwingine nikimpa milioni 5 azimtoi. Kwa nini? Amekujiandaa kiakili, kimipango, kimikakati. Sasa huyu lazima tusaidiane. Kibali na kazi kiungane pamoja. Usipounganisha hivi vitu viwili ukategemea kibali peke yake, hauwezi kutoboa. Ukikaa na kazi peke yake huwezi kutoboa. Kibali na kazi. Sasa kibali mtakiongea sana, sababu unajua tayari kipo. Kinachotakiwa kufanya ni kazi. Nataka nione kazi. Kanisani fanya kazi. Hata maombi ni kazi. Neno, kuhubiri, kushuhudia ni kazi. Watu wengine wanatafuta kazi, na kazi shambani mwa Bwana kuna kazi nyingi. Wengine mnalalamika mtumishi wa Mungu hawapi madhabahu, muonyeshe nguvu zenu. Shamba kubwa, tusigombanie hii madhabahu. Shamba pana sana jamani. Hii madhabahu
lakini hata ukienda hospitali ukatabiri, tunajua tu pale watu wa ICU wametoka. Tunaelewa tu kama tuna mtu hapo. Sema amina. Kule Magomeni tulikuwa na vijana wangu machachari sana. Wananisikia hivi sasa hivi, ni walimu wako, mwingine yuko kule Mwanza sehemu za, na mwingine yuko kule Moshi. Walikuwa wanaingia mitaani, wanachagua nyumba za wachawi. Wanaenda kwa mganga, wanakuta pale wamejaa upako, wameomba hapo, anaenda pale wapiga pawa, waganga anawapiga pawa, wanakuja na watu kutoka kwa mganga, anaenda kanisani, anahamisha wateja wa mganga, analeta kanisani. Nataka nione vichaa kama hao. Haleluya. Yaani nataka nipate kesi nzuri ya kwamba majini yetu yamekimbia, yaani majini yameungua. Nilipata taarifa kule sehemu za Morogoro, moto uliwashwa na kijana wangu pale, eti majini imekimbia. Wanasema mambo yetu imeharibika. Nataka hizo kesi tuzipate. Hizo kesi ni nzuri. Wako vijana waliwahi kushtakiwa mahali pengine, walipoenda wakasema vitu vyetu wamevichoma, ikawa kesi. Sasa wanasema vitu gani? Vitu fulani, vinini, viumbe gani? Vilete tuone. Havionekanaje. Sasa ushahidi uko wapi? Hawakuweza. Yesu achome vimbwengo, vinyamukela, vimajini, mapepo, miungu. Tukitembea tunaenda kwenye nyumba kwa nyumba, makanisa ya nyumba kwa nyumba, ile mitaa kama iko mizimu, kama iko majini, kama iko wachawi, tunakuja kwa jina la Bwana. Tunakanyaga huo mtaa, tunaingia katika hizo nyumba. Hiyo nyumba inaoingia kanisa la nyumba kwa nyumba itakuwa ni madhabahu inaoshusha moto. Malaika watashuka na kupanda, watatawala eneo lote. Kutakuwa na majeshi ya Bwana yatakuwa inafanya patrol. Biblia inasema malaika wa Bwana hufanya kituo akizunguka kwa wamchao na kuwaokoa. Atakuwa anafanya patrol ile eneo la madhabahu iliyo pale kwa kanisa la nyumbani. Kutakuwa na patrol ya malaika. Akikuta kuna kimuzimu fulani, ole wake kwa jina la Yesu, ole wake kwa jina la Yesu. Nasema wale mnao tayari kupokea makanisa ndani ya nyumba zenu, mnampokea Yesu, mnamuingiza Yesu. Msikae tu hivi mkidhani kwamba tunawabembeleza sana. Kwanza hiyo kanyumba sio yako, ni ya Yesu. Ya Yesu. Wewe utaondoka na kakaburi. Hata ukipendelewa sana, wataka pamba tu kidogo, utaacha kila kitu rafiki yangu, na nyumba utaiacha. Ole wako uache walevi. Yaani kuna wengine wanamezea mate magari ya watu, wanamezea mate nyumba za watu. Yaani wanapiga mahesabu tu hapo atokea ujinga watoka. Siji shangazi, siji jomba, siji binamu wapi, siji baba wa zamani. Wote wanakuja. Kwa tajiri watakuja, ndugu ambao hujawajua na wewe watakuja. Mimi nilikuwa shemeji yake wa shemeji wa miaka 6. Kwa maskini hawezi kuja. Hawezi kutokea. Maskini kifariki hakuna fujo, hakuna mgogoro. Fariki ukiwa na magari na nyumba kadhaa. Ni vizuri mweke utaratibu vizuri kwa wale watoto. Watu wanaibukaga ndugu zangu, wanaibukaga na ujui wametoka wapi. Niliona kwa mtandao juzi kule Kilimanjaro, Moshi, si Arusha, eti mke kafariki, jamaa anataka kutolewa na ndugu, alafu bahati tuishi tu na watu, mtaa mzima wakakamata, wakasema haiwezekani, wakawatimua wale wa ndugu, ondokeni. Nikashangaa, nasema ondokeni, tunawatimua. Wakawatimua, wana mtaa mzima wakamuunga mkono yule mtu. Ishi vizuri na watu, ishi vizuri na watu. Haleluya. Watakusaidia, maana Mungu hutumia watu. Sema amina. Usijifanye mjuaji, ishi vizuri na watu. Sema amina. Tathmini sasa. Nimeshamaliza kuhubiri, umeshanisikia. Sasa wewe unaendeleaje? Tangu tumeanza, jiangalie. Hivi kweli umeelewa thamani ya kibali? Umeelewa thamani ya kazi?
hivi kweli unatenda kazi vizuri? Hivi kweli wewe una bidii? Au bado huko mwaka wa jana, bado kimaombi mwaka wa jana? Mimi nawapongeza watu wa Morning Glory. Wapigeni makofi watu wa Morning Glory. Ni mashujaa kweli. Na ninataka hivyo kwamba kanisa mpaka ifike Morning Glory watu wamesheheni ibada kuu kama ibada. Kwa sababu gani? Tunajua siri. Sema amina. Tunajua siri, lakini wengine walifikiri jamani si Januari. Kesho tutaona watu wengi hapa. Kesho tutaona watu wengi hapa ambao wanajua kazi haziendi bila kwanza kibali. Kibali kinazalishwa kwenye maombi. Maombi yanazalisha kibali. Ukiomba kwa bidii, milango inafunguka. Walipoomba Paulo na Sila, milango ikafunguka. Walipoomba kanisa la kwanza Petro, milango ilifunguka na minyororo ikatika. Lakini waliomba, kuna nafasi ya maombi na kuna nafasi ya kazi. Maombi ni muhimu yatangulie kabla ya utendaji wako. Maombi lazima yatangulie. Lazima neno litangulie ndipo utende mambo fulani ili mambo yako yawe super. Kwa hiyo ndugu zangu, tusikubali kudanganywa na yule adui kwenye akili zetu. Ile miungu ambayo inabaki kukunongoneza. Ilikuwa mambo ya Januari. Mambo ya Morning Glory ilikuwa ni Januari. Sumshatoa ile sadaka imeshaisha, imetosha. Hapana, ndio kwanza ilikuwa msingi. Tunataka kujenga sasa juu ya huo msingi. Tunaweka moto kwa kwenda mbele. Yaani hapo tutaweka moto usio kawaida. Adui asikusogelee. Washa moto mpaka adui akae mbali. Usikue baridi tena adui akakukumbatia. Hapana, washa moto, nyoka zikimbie katika jina la Yesu. Sema amen. Simama kwa Biblia yako hapa. Au keti kwanza. Keti hivyo, keti sawa. Samani. Sasa niliwaahidi